Afrika ya Kusini yaanza kutengwa katika mikutano ya G20 chini ya wenyekiti wa Marekani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka wazi kwamba lazima aitenge nchi hiyo ya Afrika ya Kusini, ambapo katika mkutano wa mwisho uliofanyika huko Johannesburg nchini Afrika ya Kusini, Marekani kupitia rais wake Donald Trump hakupeleka mwakilishi wala yeye mwenyewe hakuwepo katika mkutano huo, huku akiitaka Afrika ya Kusini iondolewe wanachama katika G20. Kufuatia mkutano wa wakuu wa nchi jijini Johannesburg mwezi uliopita, Marekani sasa inachukua urais wa G20 kwa mwaka 2026. Siku ya jana Jumatatu Desemba 15 umefunguliwa mkutano wa kwanza wa G20 chini ya wenyekiti wa Marekani, mkutano wa Sherpas. Katika mkutano huo Afrika ya Kusini haikuwepo. Rais Donald Trump hakutuma mwaliko Pretoria na hataki tena kuona Afrika ya Kusini ikishiriki vikao vya G20. Hata hivyo, Afrika ya Kusini inatumai kwamba kutengwa kwake kiholela katika mkutano huu wa kwanza kutakuwa miongoni mwa mada zitakazojadiliwa katika mikutano ijayo. Hakika ikiwa haipo Pretoria inakusudia kupaza sauti yake, serikali ya Afrika ya Kusini imetuma barua rasmi kwa nchi zote wanachama ikiwaomba wafanye kutengwa huko kuwa mada kuu ya majadiliano katika mkutano huu wa kwanza. Huu ni mkutano wa Sherpas, wawakilishi wa nchi za G20 waliopewa jukumu la kuanzisha mazungumzo sasa kwa ajili ya mkutano wa nchi uliopangwa kufanyika mwaka ujao huko Miami. Hata hivyo, mwakilishi wa Afrika ya Kusini Zen Dangor hakupokea mwaliko. Hata hivyo, anabainisha kwamba hataingia kwa nguvu. Sherpas wengine wote watatunga mkono, aliongeza. Donald Trump alisusia mkutano wa kilele wa G20 uliofanyika Johannesburg mwezi uliopita. Rais huyo aliuita mkutano huo kuwa ni mkutano wa aibu, akirejelea hadithi ya mauaji ya kimbari ya wazungu nchini Afrika ya Kusini. Hata hivyo, Afrika ya Kusini si mwanachama wa G20 tu, pia ni mmoja wa wanachama wake waanzilishi. Kwa hivyo Washington haiwezi kuiondoa kwa muda mfupi tu. Kuondoa nchi kutoka kwenye orodha kunahitaji makubaliano kati ya wanachama wote. Hali hii haiwezekani kwani nchi kama Ujerumani na China zipo tayari zimeonyesha uungaji mkono wao kwa Afrika ya Kusini. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.